Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikie neno la Mungu na tafakari ya mkesha wa Noeli. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo kanisa linaadhimisha sherehe kubwa ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ni sherehe kubwa kwa sababu anayekuja kwetu ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi, ni mkombozi. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto huyo aliyezaliwa, jina lake na kazi zake zilitabiriwa kutoka katika Agano la Kale, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7:14. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana. Jina lake ataitwa Emmanuel, yaani ni Mungu pamoja nasi. Emmanuel ni Mungu pamoja nasi. Ili kweli aweze kuwa pamoja nasi, ilimpasa achukue mwili wa kibinadamu ili afanane na sisi. Sisi binadamu ni mwili na roho. Mungu ni roho tupu. Kristo asingechukua mwili, tusingemuona. Hata tungemuona, tungemuogopa, kwa sababu angekuwa hajafanana na sisi. Na viumbe ambavyo ni roho havionekani katika macho ya kawaida. Hivyo ilimpasa Kristo achukue mwili wa kibinadamu. Hivyo Kristo amechukua mwili na kuzaliwa kama binadamu ili afanane nasi, aishi pamoja nasi, atufundishe na kutufunulia mapenzi ya Mungu. Hivyo Emmanuel, Mungu pamoja nasi, yupo pamoja nasi na ataendelea kuwa pamoja nasi kwa njia ya neno lake, sakramenti, kanisa, visakramenti na watumishi wake. Ndugu wapendwa, somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 aya ya 2 hadi ya 7. Na somo letu la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura ya 2 aya ya 11 hadi ya 14. Na somo letu la Injili ni Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 14. Ndugu wapendwa, kupitia sherehe ya leo tunatafakari mafundisho matatu. Fundisho la kwanza, maana ya Christmas. Fundisho la pili, chanzo cha sherehe za Christmas. Na fundisho la tatu, mazingira aliyozaliwa Mwokozi. Fundisho la kwanza tunaloanza kutafakari ni maana ya Christmas. Christmas ni sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sherehe ya neno wa Mungu kutoa mwili, kuwa binadamu na kukaa kwetu. Ni sherehe ya Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Christmas tunasherehekea upendo wa Mungu Baba wa kumtuma mwanaye ili atukomboe. Hivyo Christmas ni sherehe ya kuzaliwa Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa sababu hiyo Christmas ni sherehe kubwa, kwani Mungu anakuja kwetu kukaa pamoja na sisi ili atukomboe. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni chanzo cha sherehe za Christmas. Ndugu wapendwa, sherehe za Christmas hazikuwepo tangu mwanzo wa kanisa. Sherehe kubwa zilizokuwepo kabla ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni 3: Pasaka, Pentekoste na sherehe ya vibanda. Baada hizo sherehe mbili za Pasaka na Pentekoste zilitamadunishwa na Yesu Kristo mwenyewe. Hivyo ili kuelewa vizuri jinsi sherehe ya Christmas ilivyotamadunishwa, ni lazima tuelewe jinsi Pasaka na Pentekoste zilivyotamadunishwa. Kabla ya kuja kwa Yesu, Wayahudi walikuwa na Pasaka yao, ambapo kila mwaka walikumbuka kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaamuru wafanye hiyo sherehe ya Pasaka, na aliahidi kuwabariki kila wanapofanya hiyo kumbukumbu ya kukombolewa kwao. Wayahudi walichinja kondoo na damu walinyunyiziwa kwa utakaso na maondoleo ya dhambi, wakikumbuka jinsi damu ilivyowakomboa. Yesu, muda na majira yale yale waliokuwa wanasherehekea Pasaka ya zamani, alijitoa sadaka badala ya kondoo ambaye ni mnyama. Ndio maana Kristo huitwa mwana kondoo wa Mungu. Hivyo tangu hapo Pasaka ya Kiyahudi ilifutika, mpaka leo tunasherehekea Pasaka mpya ya Kristo kujitoa sadaka kwa ajili yetu. Kwa kitendo cha Yesu kujitoa sadaka majira yale yale ambayo Wayahudi walikuwa wanasherehekea Pasaka yao, maana yake Yesu alitamadunisha. Baadaye kadri mambo yalivyokuwa yakienda, ilionekana kuadhimisha sikukuu kubwa hiyo ya Pasaka kwa muda wa siku moja haitoshi. Hivyo Wakristo wakawa wakiadhimisha Pasaka kwa muda wa siku 50, yaani fufuko hadi Pentekoste. Sherehe ya Pentekoste ilikuwepo kabla ya kuja kwa Yesu. Wayahudi waliadhimisha Pentekoste siku ya 50 baada ya Pasaka ya Kiyahudi, na waliamriwa hivyo na Mungu mwenyewe. Kwa Wayahudi Pentekoste ilikuwa ni ukumbusho wa ile siku Mungu alipompatia Musa Torati mlimani Sinai, Torati iliyopaswa kuwatakasa na kuwaongoza kuwa taifa teule la Mungu.
Hivyo Pentekoste ya Agano Jipya ni utamadunisho wa Pentekoste ya Agano la Kale. Isipokuwa Pentekoste ya Agano Jipya, unakumbuka siku ile Roho Mtakatifu alivyowashukia mitume na kuwaimarisha kwa mapaji 7. Kwani pia katika Agano Jipya tunasherehekea Pentekoste siku ya 50 baada ya ufufuko wa Kristo. Roho Mtakatifu aliwashukia mitume siku ya 50 baada ya ufufuko wa Yesu. Hivyo Yesu mwenyewe alitamadunisha Pentekoste ya zamani na kuisimika Pentekoste mpya. Hivyo sherehe ya Pasaka na Pentekoste ni utamadunisho wa sherehe za Kiyahudi zilizokuwa zinafanyika katika Agano la Kale. Hivyo kama zilivyotamadunishwa sherehe za Pasaka na Pentekoste, vivyo hivyo sherehe ya Christmas ni utamadunisho. Mwaka wa 350 hivi ndipo kanisa liliwaza na kuanza kuadhimisha tukio la kuzaliwa Kristo. Ni baada ya kuwaza sana kuwa huyu Kristo anayesherekewa Pasaka kwa muda wa siku 50 kuna wakati naye alizaliwa, lakini hakuna aliyekuwa na kumbukumbu ya tarehe ya kuzaliwa kwake. Walichofanya Wakristo wa wakati ule ni kuangalia katika kalenda ya Kirumi na kuona kuwa kuna sherehe ya kipagani ambayo walisherekea kuzaliwa Mungu Jua. Wao walisherekea Mungu Jua na kuona kuwa ndiye Mungu wao. Sherehe hiyo iliadhimishwa tarehe 25 mwezi wa 12. Wapagani waliadhimisha sherehe hiyo kwa kula na kunywa na kufanya mambo mengi yasiyoelezeka. Siku hiyo waliamini kwamba wanapata baraka kutoka kwa Mungu Jua. Hivyo Wakristo wakaona waweke sherehe ya kuzaliwa Kristo siku hiyo hiyo ya tarehe 25 Disemba ili kufutilia mbali sherehe ya kipagani. Na kweli walifanikiwa, kwani sherehe hii ya kuzaliwa Bwana husherehekewa duniani kote. Waliweka tarehe 25 Disemba na kusisitiza kwamba Kristo ni mwanga kweli wa dunia. Kristo ni mwanga halisi wa dunia. Kristo ni jua la kweli, na kweli Kristo ni jua la kweli na ni mwanga halisi. Hivyo tangu mwaka wa 350 kanisa ilianza, mzunguko wa mwaka wa kanisa ulianza Disemba, siku ya kuzaliwa Bwana, na kufanya mzunguko wa matukio yote ya ukombozi, yaani kuzaliwa Pasaka. Kuanzia miaka ya 600 hivi kanisa liliona ili kuadhimisha vizuri tukio la kuzaliwa Kristo kuwepo na majuma 4 ya maandalizi, ndio kipindi cha Majilio, na hivyo ndivyo ikawa chanzo cha Majilio na Krismasi. Hivyo mambo mengi ya kiliturujia tunayoadhimisha ni utamadunisho. Sherehe nyingi ni utamadunisho. Pasaka ni utamadunisho. Pentekoste ni utamadunisho. Namna Yesu alivyoweka karamu ya mwisho ni utamadunisho. Sherehe ya kuzaliwa Bwana ni utamadunisho. Hivyo utamadunisho ni maboresho ya mambo ya kale au ya kimila. Utamadunisho husaidia kupata kitu kizuri zaidi. Kama ambavyo Yesu alitamadunisha Ekaristi, sherehe ya Pasaka, Pentekoste, vivyo hivyo kanisa limetamadunisha kuzaliwa kwake kutoka katika sherehe ya kipagani ambapo walikuwa wakisherehekea kuzaliwa Mungu Jua. Ndugu wapendwa, fundisho la 3 tunalotafakari ni mazingira aliyozaliwa mkombozi, kama tulivyosikia katika somo la Injili. Ndugu wapendwa, Injili ya Luka sura ya 2 ya kwanza hadi 14 inaelezea mazingira ya kuzaliwa Yesu. Yesu alizaliwa Bethlehemu katika mji wa Daudi. Yosefu na Maria walienda huko kujiandikisha sensa, kwani amri ilitoka kwa Kaisari Augusto kwamba sensa ya watu wote duniani iandikwe kila mtu katika mji wake. Hivyo kwa kuwa Yosefu alitoka katika mji wa Bethlehemu, ilibidi aende na mke wake Mariamu kwenda kujiandikisha. Wakiwa huko, siku za kujifungua Bikira Maria zinatimia. Kwa kuwa watu walikuwa ni wengi wamerudi kujiandikisha, gesti zote zilijaa. Hivyo walikosa sehemu nzuri ya Bikira Maria kujifungua. Hivyo iliwapasa waende kwenye zizi la Yesu anazaliwa na kulazwa horini. Na usiku ule ule malaika aliwatokea wafugaji na kuwaambia wasiogope, amewaletea habari njema katika mji wa Daudi, mkombozi Kristo Bwana amezaliwa kwa ajili yenu. Akawaambia, mtamkuta amelazwa horini na amevikwa nguo za kitoto. Pia wakaona jeshi kubwa la malaika wa mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ndugu wapendwa, kupitia hili somo la Injili tutatafakari mafundisho 5. Jambo la kwanza tunalojifunza ni utii wa Yosefu na Maria. Yosefu na Maria walitii amri, agizo la kiongozi wa serikali kwenda kujiandikisha. Bikira Maria wakati huo alikuwa ni mjamzito na siku zake za kujifungua zilikuwa zimekaribia.
lakini alifunga safari kwenda Bethlehemu. Hakutoa kisingizio chochote kwamba yeye ni mjamzito. Tujiulize sisi, ni mara ngapi tumeshindwa kutimiza majukumu yetu ya kidini na kiserikali kwa visingizio mbalimbali? Pamoja kwamba Bikira Maria alikuwa katika shida kubwa, lakini alitii agizo. Wakati fulani tumeshindwa kutoa michango mbalimbali kwa kisingizio ya kwamba ninasomesha au ninajenga. Wakati fulani tumeshindwa kwenda kanisani kwa kisingizio ya kwamba nipo busy na kazi au nina dharura, au mtu anaumwa tu kidogo haendi kanisani, anaona tayari amepata kisingizio. Kwa mama Bikira Maria haikuwa hivyo. Tuige utii kutoka kwa mama Bikira Maria, tuwe watiifu kwa Mungu na serikali. Tuombe neema ya Kristo aliyezaliwa kwetu atubadilishe. Tuache kutoa visingizio katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Jambo la pili tunalojifunza, habari hii iliwafikia wachungaji. Iliwafikia wachungaji kwani wachungaji hawatulii sehemu moja na wanaishi katika familia kubwa, wanachangamana. Hivyo Mungu alijua habari hii itasambaa kwa haraka kuliko angelitokea kundi lingine. Hivyo daima Mungu hupenda kuwatumia wale walio tayari kupokea ujumbe wake na kusambaza kwa haraka zaidi. Anapenda kuwatumia wale walio tayari kujitoa pasipo kuangalia mali zao au watapata faida gani. Nasi tupokeapo ujumbe wa Mungu tuweke katika matendo kwa haraka zaidi. Malaika aliwatokea wafugaji ambao katika jamii ni watu wanaodharaulika. Hii inamaanisha kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya watu wa hali ya chini, watu waliosahaulika na kudharaulika katika jamii. Wachungaji muda mwingi wapo busy na shughuli zao za kuchunga, hawana muda wa kusali. Hivyo Yesu amekuja kwa watu walio busy, watu ambao hawana hata muda wa kusali. Amekuja kwa ajili ya watu waliotingwa na majukumu yao ili awaokoe. Amekuja kwa ajili ya watu waliomsahau Mungu. Hivyo kama upendi sala, ujue Kristo amezaliwa kwa ajili yako. Kama upo busy na majukumu yako, ujue Kristo amezaliwa kwa ajili yako. Kama unadharaulika katika jamii, Kristo amezaliwa kwa ajili yako. Kama upendi kusoma maandiko matakatifu, ujue Kristo amezaliwa kwa ajili yako. Kama unafanya kazi ya kudharaulika, ujue Kristo amezaliwa kwa ajili yako. Kama upendi kuungama, ujue Kristo amezaliwa kwa ajili yako ili akubadilishe. Kama wewe ni mlevi, ujue ya kuwa Kristo amezaliwa kwa ajili yako ili akubadilishe. Kama wewe ni mzinzi, ni mwizi, tambua kwamba Kristo amezaliwa kwa ajili yako ili akubadilishe. Kama wewe ni mpenda rushwa, ujue kuwa Kristo amezaliwa kwa ajili yako ili akubadilishe. Kristo anajidhihirisha kwa watu wa tabaka la chini kabisa, kwani wao walidhani Kristo atakuja kwa ajili ya watu fulani wa tabaka la juu. Walidhani waliotengwa na kudharaulika katika jamii, na Yesu ataendelea kuwatenga, lakini haikuwa hivyo. Nasi katika utume wetu tuwakumbuke watu waliosahaulika na kudharaulika katika jamii. Kinachotufurahisha zaidi ni kwamba baada ya kupata hiyo habari, waliacha mifugo yao na kwenda sehemu walioelekezwa. Tujiulize sisi, je, tunapopata ujumbe wa Mungu, je, huwa tunaacha yote na kumpa Mungu nafasi ya kwanza? Ndugu wapendwa, fundisho la tatu, Yesu analazwa zizini. Yesu anazaliwa katika mazingira. Yesu anazaliwa zizini. Yesu anazaliwa katika mazingira ya kawaida ili kila mmoja akamwone na kumsujudia. Zizini watu wote hufika pasipo kizuizi chochote. Yesu angezaliwa gesti, ingekuwa sio rahisi kwenda kumuona. Gesti kuna ulinzi. Watu wa kawaida kama wachungaji maskini wasingepata nafasi ya kwenda kumuona. Watu wa heshima tu ndio wangeruhusiwa kwenda kumuona. Hivyo kitendo cha Yesu kuzaliwa zizini ni ishara kwamba yeye ni Emanueli, amekuja kukaa na watu wote pasipo kubagua. Yeye anayetaka kumuona anaweza kumuona pasipo masharti, pasipo kizuizi. Na hii ni ishara kwamba Yesu anapatikana katika mazingira ya kawaida. Fundisho la 4, Yesu analazwa horini. Hori ni sehemu ya kuwekea chakula cha ng'ombe. Ni sehemu ambayo ng'ombe anatumia kulia chakula. Hii ilikuwa ni ishara kwamba Yesu ni chakula cha kiroho cha watu wote katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tujiulize, je, tunampokea Yesu kama chakula cha kiroho?
Yesu amekuwa chakula cha kiroho kwetu kwa njia ya neno lake, sakramenti ya Ekaristi. Je, tunampokea? Je, kila siku unahakikisha kwamba roho yako imeshibishwa kwa chakula cha kiroho? Yesu ni chakula cha kiroho kwetu, hivyo tusiache kumpokea katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. 5. Katika sherehe za Krismas, Yesu anashuka kutoa baraka. Tumeona Wayahudi waliposherehekea Pasaka, Mungu alishuka tena kutoa baraka. Hivyo nasi tunaposherehekea kuzaliwa Kristo, Mungu anashuka tena kutoa baraka. Kristo hazaliwi tena kimwili, bali anazaliwa mioyoni mwetu. Kristo anazaliwa kiroho. Ndio maana katika kipindi cha Majilio tumefanya maandalizi kwa wale waliofanya maandalizi ya kiroho, kuungama na kubadilisha matendo yao. Kristo kweli anazaliwa kiroho mioyoni mwao. Emanueli, Mungu pamoja nasi, anashuka na kukaa katika mioyo ya watu waliojiandaa. Lakini kwa wale ambao hawajajiandaa, Kristo hawezi zaliwa kiroho mioyoni mwao. Hivyo leo tuombe neema Kristo azaliwe kiroho katika mioyo yetu na tubadilishe. Itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina. Aliyowaletea tafakari hii mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Katika Bwana anawatakia heri na baraka nyingi za Noeli. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo.